Halo. Hello madam, habari? Salama, habari za leo? Salama madam, naendeleaje? Naendelea vizuri, habari za huko? Salama kabisa. Umerudi lini? Nimerudi. I see. Tumekumisi sana. Asante, nimewamiss pia. Mimi nimefurahi sana. Mimi pia nimefurahi kwa kweli. Nikasema nimpigie madam nijue anaendeleaje kwanzia niliondoka dada. Yaani tunaendelea vizuri sana kabisa. Tunaelekezana, sio mtu wa kukasirika. Yaani anafanya vizuri, sijaona tatizo kabisa. Okay. Nidhamu yake iko vizuri. Ningekuwa nishapiga simu. Sasa hivi sitaki kabisa mambo ya hivi. Sasa hivi umeshaelewa utaratibu wetu vizuri. Yaani sitaki kabisa, yaani mtu kunifundishia nyumbani kwangu sihitaji. Kwa hiyo yuko vizuri kwa kweli. Sawa. Kwenye usafi? Na kwenye usafi kuna kidogo alikuwa anafanya, lakini nikamwelekeza. Anajituma. Okay, anaelekezeka. Unajua mtu unayemwelekeza anafanya ni mzuri sana. Sana. Hakuna mtu amezaliwa amekamilika vyote. Kuna vitu vingi tunajifunza. Okay. Nikimwelekeza anavyotaka, nakuta amefanya. Nikimwelekeza na kwenye kupika kuna sehemu alikuwa anafanya yule madam screen nilimwambia. Sasa hivi yuko vizuri, yani hata juzi akaambia hebu mtengenezee chapati hapo. Nilikula mpaka nikachanganyikiwa mwenyewe. Yuko vizuri, muda sasa ameshazoea, anaenda nao vizuri, muda wa kuandaa vyakula. Sitaki kumsema kwamba sasa hizi anafanya kwa vizuri kabisa. Okay. Yuko vizuri kabisa. Bado sijaona changamoto kwa kweli. Anajituma. Nampenda kwa kweli. Pia hata watoto ni mcheshi kweli. Napenda mtu wa hivyo sana. Pia hata kwa watoto na hata kwa watoto hawa japo ni wakubwa, lakini anawahendo vizuri tu. Wakiwepo nyumbani anawahudumia vizuri. Kwa kweli sijaona shida yake. Kwa kweli basi tunafurahi unapopata huduma nzuri madam. Tukasema tuwasalimie wiki 3 hizi. Unajua ule mwezi wa kwanza tunapiga kila wiki. Ni kweli. Huwa ni kila wiki. Hivi siku ile ilikuwa tarehe ngapi walivyosaini? Siku ile tumesain ilikuwa tarehe. Ili niwe makini kwenye ile 12 mwezi wa 5. Ni 12? Sawa basi sawa. Ili nikariri ni hiyo na nini hivi niandae kwa ajili ya kuituma. Tarehe siku ikifika tu. Uzuri hauagi msumbufu, wewe utaratibu unaona. Mimi hamna kabisa kwa kweli. Yaani mimi siwezi kupitiliza, ninajua. Haya madam, sisi tunashukuru kwa kweli, nikutakie jioni njema na majukumu yako ya jioni pia mema pia vile vile. Nashukuru. Asante sana Akila, nashukuru. Kuna rafiki yangu naye anahitaji sasa, gharama ndo kama zinamtatanisha, kwani zimepanda au ni zile zile? Si unakumbuka ile mwezi wa ngapi nikakwambia unajua wewe uliwaige, ulilipiaga Januari alafu tukaanza mpya mwezi wa pili. Kwa zilipanda au bado ni zile zile jamani? Zilipanda, lakini bado zimepanda kidogo tu. Kidogo sana. Kwani zimefika ngapi ya kila jamani? Hiyo itabidi nikupigie hapo kama dakika ngapi nikupigie, kwa sababu nilikuwa naifanyia kitu follow up. Maana watu si wanaona wanasema vitu mbona hivyo. Sasa nikaambia jamani, kama hebu nipigie bwana unijulishe jamani, lakini msipandishie sana jamani. Hazijapanda sana maadamu wewe unaona huduma ni nzuri. Niache pale wapenzi. Wewe uzuri ni kwamba wewe ni shuhuda mkubwa kwamba sisi stress za nyumbani kwako tumezibeba sisi. Kwa hiyo unajua gharama zenyewe sio kwamba ni kubwa hivyo. Gharama hata haziendani na huduma unayopata. Wewe uzuri wewe ni shahidi yetu mkubwa. Unatakiwa umwambie kabisa ambavyo
kama hata ikitokea situation kama ile, sio tena wewe ndio unaanza kupata stress, ni sisi. Yani hizo stress unatuachia sisi. Kweli. Hebu basi unirudie ili nijue hata kama mtu, si unajua kuna watu wanakuja pale kunitembelea. Siku ambayo nakuwepo pale na labda mtu anakuja tu pale anaona mbona hapa kama kuna huduma nzuri, tumempenda huyu vipi? Alafu unatoa wanaona pale. Ni kweli. Hebu nielekeze vizuri, maana nimeshindwa kuambia kulingana na hilo ulivyosema gharama. Sasa tujue imepanda mpaka wapi. Mbona sioni matangazo mnayaweka? Tuziwekagi gharama kwenye matangazo, lakini mtu kama kwa mfano unaongea naye wewe, ukimpa namba yetu mimi naweza kumuelezea tu vizuri. Anajua. Kwa hiyo wengine utawapa namba, wengine japokuwa pia mimi nitakupa huo utaratibu mpya ili kwamba pia nipe utaratibu ili kataba mwingine ili huyo hapa nikienda tu jioni nimwambie, nikiwa naondoka kazini hapa namwambia. Sawa. Alafu kama nani sasa nampa namba, nyingine atapigia yeye mwenyewe, anataka tu kujua gharama. Alafu ndo sawa, mna shida madam. Haya, asante Akila, asante sana. Tunashukuru sana madam. Haya, sawa. Haya, wewe na jioni njema. Nashukuru, asante. Hello. Nipo poa, unaendeleaje? Mimi naendelea vizuri, namshukuru Mungu mwema. Sisi nyie? Tupo salama kabisa. Mimi niko poa, Mungu ni mwema. Wiki 3 zishaisha, siku zinakimbia kweli. Hata tuzikimbie. Wao wote raha. Naona raha. Unaendeleaje? Mimi naendelea vizuri kwa kweli, namshukuru Mungu. Yaani niko vizuri, sehemu niliyokuwa ni nzuri, hawana shida, changamoto hamna. Yaani ni sehemu nzuri. Najitahidi napambana na maisha yangu hivyo. Okay, nimeongea pia na bosi wako, kwa kweli anakupongeza, anasema ni mtu mwenye bidii, jitihada, ukielekezwa unaelekezeka. Nidhamu yako ipo vizuri. Kwa hiyo ukiendelea hivyo kwa kweli yeye mwenyewe anafurahi. Alafu unajua ukishamfanyia mtu kazi akafurahi, mambo mazuri yako mbele. Ni vingi kweli ananishauri. Yaani ni mama, alafu unajua ni kabila langu wepi. Hello. Kumbe. Kwa hiyo mmepatana. Ananielekeza sehemu ambayo mimi sielewi, ananiambia Julie fanya hiki hapa, kesho utafanya hivi. Anakuta nimeshafanya, anajua lazima kazi yangu niipende ili na yeye afurahi pia. Haya, sawa, ndio upambane. Mimi najua wewe mpambanaji. Napambana, tena napambana hasa. Unajua kupambana? Bora nilale saa 9 lakini najua kitu nilichokifanya kinaelewa. Yaani sasa wewe ndo una akili. Ni bora uwekeze. Muda huu utaumia kwa wakati huu, lakini unajua unachokitengeneza hapo baadaye. Unajua maumivu ni ya muda tu. Kabisa. Maumivu ni ya muda tu. Kabisa. Kwa mimi ninaendelea vizuri kwa kweli, japo mazingira niliyafuta kwa sababu kulikuwa hakuna mtu aliyekuwa anashinda nyumbani. Mara ya kwanza nikasema lakini sio shida. Hizi mbona ni za muda? Nikamwambia mama nipe mwezi. Nipe mwezi mmoja. Mwezi unapoenda kuisha na mazingira yako yamekaa sawa. Nashukuru kwa kweli na yeye anafika anafurahia. Unajua mtu akifurahi na wewe unapata hamasa ya kuongeza bidii. Kabisa. Kwa hiyo ni hivyo dada Akila wangu. Na mtu anafurahi kulingana na anachokiona. Yaani akiona jitihada zako anafurahi. Ndio hivyo. Bosi hawezi kufurahia tu mtu uko nyumbani kwake bure. Lazima ufanye kazi yake. Lazima ufanye kazi. Unajua hata kama ukiwepo nyumbani kwa mtu, usipende kwa sababu mazingira yako umeyakuta hapo vizuri, wako hivi, hapo sio ni kwako. Wewe fuata tu kilichokupeleka. Okay, sawa jamani. Mimi nakupongeza, nataka tu uendelee kuwa na hiyo spirit ulionayo, huo morali. Morali ulionayo. Huo endelea kufanya hivyo. Yaani ukimaliza mwaka hapo upo pazuri. Yaani hapo ni sehemu ambayo hata tukimwambia bosi wako, huyo dada kamaliza mwaka hapo mlipe 300,000 mapema tu. Yaani hata hatu discuss. Dada atakupata na wewe. Sinakwambia. Mapema tu hapo unalipwa 300,000 zako. Yaani ni juhudi yako. Unafikiri hata kuna uchawi? Hamna. Ni wewe mwenyewe unafanya juhudi zako. Uchawi tunajiroga sisi wenyewe. Uvivu ndio uchawi mkubwa. Lakini wewe ndio nao tufanya tuache kazi. Kabisa. Lakini mimi hata sijarigi. Tunajua umenipiga deni la 300,000 kwa sababu. Ukifanya tena ujinga ndio hivyo. Ujue kabisa utaratibu. Tunakunyoosha.
Hamna bwana, kwa sababu unajua sometimes mara ya kwanza watu tunakuwa, alafu pia unajua na mikataba ilikuwa wanakaa nao wenyewe. Sasa ukishaanza kufanya kazi kama hivi, wanajikuta sasa unasahau, na mtu sasa kishakwambia wewe Juru usiondoke kwangu kwa sababu unasahau. Lakini sio mbaya, mimi nimefurahi kwa sababu yeye mwenyewe ni muelewa, ninavyofanya majukumu yake ananipongeza, nikipika anasema Juli chakula chako ni kizuri, na mimi napata nguvu. Kwa kweli hayuko vibaya, na mimi nampongeza mamangu kwa kweli. Okay, endelea kupambana. Endelea kufuatilia. Napambana, sitakuangusha dada yangu, yani napambana. Haya sawa, pambana. Haya nikutakie jioni njema. Jioni njema. Na nyie pia kazi njema. Asante. Haya. Haya.